Jumla ya makundi 10 ya wavuvi na wafanyabiashara wa baharini eneo la Msambweni katika kaunti ya Kwale wamepokea mafunzo ya kutunza kasa ambaye anaaminika kuwa kwenye hatari ya kupungua idadi yake. Aidha, katika mafunzo hayo kutoka African Network for Animal Welfare yaliyojumuisha watu zaidi ya 200, wavuvi wameelimishwa jinsi ya kuhamisha mayai ya kasa yaliyotegwa katika maeneo yasiyo salama hadi maeneo salama ili kuepusha wawindaji haramu kuyachukua na pia kuwinda kasa. Wote wameorodheshwa kama wanyama wako karibu hatari ya kuangamia. Hatari kubwa ni binadamu, sababu wakitoka kutaga mayai binadamu anawakula, pia wanachukua hiyo mayai yao na wanaikula. Wasayansi wanasema kati ya mayai 10,000 ambayo hutagwa kama 10 tu ndiye huokoka. So 10 out of 10,000 ndiye survive for it. Hivyo vifaa vitatusaidia sana kwa sababu wale kasa wakitaga wakati mwingine wanakutega sehemu ambayo si nzuri, labda aidha sehemu iko na maji ama iko na mizizi. Hiyo sehemu itakuwa si nzuri na hiyo nesti haitaachi vizuri. Kwa hivyo vifaa kama ndoo itatusaidia kuhamisha yale mayai mpaka sehemu nyingine, na lile shepe litatusaidia rahisi kuachimba ule mchanga kutoa yale mayai, na ile towel itatusaidia kufunika pale mahali ili mayai yasipate jua. Kasa wana muhimu sana kule ndani ya maji, wanatuwekea bahari yetu safi. Wale wazungu wanaita marine ecosystem balance inawekwa ni kasa, na huku juu kwamba ni kivutio cha watalii. Mara nyingine sana kama kasa wameibuka, hususan wako karibu na kutaga, wao kwenye hizo fishing ground zetu, na huwa ndio tunapata samaki zaidi. Na wavuvi wakati kama ameshika kasa bahati mbaya, tunaweza kucompensate vipi kumlipia ile neti yake, alafu kama ni boya, kama ni zana za kiuvuvi tunamrudishia ili amwachilie kasa akiwa yuko salama.